Hawa ndio viumbe watano wanaoshikilia rekodi hadi leo kwa kuwa viumbe hatari zaidi duniani kwenye maisha ya binadamu, na rekodi yao haijawahi kuvunjwa hadi leo hii. Sisi ni The Storybook New. Namba 5 inashikiliwa na Bullet Ant, au unaweza ukamwita siafu risasi. Oh my gosh. Bullet Ant ni aina ya siafu mkubwa anayepatikana zaidi kwenye misitu ya Amazon Rainforest. Kwa nini anaitwa Bullet Ant au siafu risasi? Jina hili linatokana na maumivu yake makali sana pindi anapokuuma. Siafu huyu, wapo mashuhuda wengi wanaosema maumivu yake ni kama kupigwa risasi. Ni miongoni mwa siafu wenye maumivu makali zaidi duniani. Ana ukubwa kufikia urefu wa karibu sentimita 2.5, mkubwa kuliko siafu wengi. Siafu huyu ana rangi ya kahawia, huenda hadi rangi nyeusi. Ana sumu kali inayoshambulia mfumo wa neva na husababisha maumivu makali yasiyovumilika kwa masaa hadi siku nzima. Ingawa sumu yake si rahisi kumuua binadamu, ila maumivu yake ni ya kiwango cha juu sana hadi kupewa daraja la juu kwenye Schmidt Pain Index, kipimo cha maumivu ya kuumwa na wadudu. Oh my gosh! Oh! Oh! Namba 4 inashikiliwa na Stonefish, au unaweza ukamwita samaki jiwe kwa muonekano wake unaofanana na jiwe. There it is. Not a stone, but a stonefish. What an amazing beast. It really does look like a piece of... Stonefish ni mmoja ya samaki hatari zaidi duniani, anayeishi kwenye maji ya kina kifupi, hasa katika ufukwe wa bahari za Indian Ocean na Pacific Ocean. Jina hili la Stonefish kutokana na muonekano wake kufanana na mawe. Samaki huyu hupenda hujificha chini ya mchanga na mawe, hivyo ni rahisi sana mtu kumkanyaga bila kujua. Samaki huyu ana miiba juu ya mgongo wake yenye sumu kali sana kwa binadamu. Stonefish ana sumu kali zaidi kuliko samaki wote duniani. Ikitokea ukimkanyaga, basi miiba yake huingia ndani ya ngozi kwa haraka sana na kupelekea kumwaga sumu ndani ya mwili wako. Sumu yake huingia mwilini haraka sana. Sumu yake hushambulia kwa haraka sana mifumo ya upumuaji na kusababisha kushindwa kupumua, na ikitokea ukacheleweshwa kupatiwa msaada ndani ya dakika 5, basi utasahulika duniani. Namba 3 inashikiliwa na Anglerfish. Anglerfish ni samaki wa ajabu sana anayetisha kuanzia tabia yake hadi muonekano wake, anayepatikana kwenye kina kirefu kabisa cha bahari, hasa maeneo yenye giza totoro ya Atlantic Ocean na Pacific Ocean. Samaki huyu ana taa ndogo inayong'aa juu ya kichwa chake kama ndoano ya uvuvi. Hii taa huwavutia samaki wengine gizani, na wakikaribia tu anawameza. Ana meno makubwa, makali na ya kutisha kimbe huyu. Ana mdomo mkubwa unaoweza kufunguka sana kuliko mwili wake. Ingawa hawaishi karibu na binadamu, wapo kwenye kina kirefu sana cha bahari, lakini muonekano na tabia zao zinawafanya kuwa miongoni mwa viumbe wa kutisha zaidi duniani. Namba 2 inashikiliwa na Black Mamba. Black Mamba ni moja ya nyoka mwenye sumu kali sana na anayekimbia kwa kasi ya juu zaidi duniani. Anayepatikana sana barani Afrika, hasa maeneo ya savana na misitu ya Sub-Saharan Africa. Jina Black Mamba linatokana na rangi ya ndani ya mdomo wake. Nyoka huyu ni mkubwa kufikia urefu wa hadi mita 4.5. Ni miongoni mwa nyoka wenye kasi zaidi duniani na ni mkali sana akihisi hatari. Huinua kichwa chake juu na kushambulia mara nyingi mfululizo. Sumu ya Black Mamba ni ya neurotoxic, sumu kali sana ambayo huathiri mfumo wa neva na husababisha kupooza haraka, kushindwa kupumua, kupoteza fahamu. Bila tiba, kifo kinaweza kutokea ndani ya muda mfupi sana, dakika hadi saa chache. Anaweza kuuma mara nyingi mfululizo bila kuacha. Black Mamba hujaribu kuepuka binadamu, lakini akinaswa au kumwona binadamu, huwa anakuwa moja ya kiumbe anayepigania maisha yake kwa hasira kali sana. Namba 1, tunakutana na moja ya kiumbe hatari na hadimu sana. Huyu anajulikana kama Giant Squid. Huyu ndiye kiumbe anayeogopeka zaidi kwenye orodha la viumbe hatari duniani. Kiumbe huyu hupenda kuishi kwenye kina kirefu sana cha bahari, hasa maeneo ya giza ya Atlantic Ocean na Pacific Ocean.
Kiumbe huyu ana ukubwa wa kufikia urefu wa zaidi ya mita 10 hadi 13. Ana macho makubwa sana yanayomsaidia kuona kwenye giza. Kiumbe huyu ni kiumbe ambaye anasifika kuwa kiumbe wenye spidi kubwa sana duniani, hukimbia spidi kali sana, mara 3 ya farasi. Ana uwezo wa kushambulia nyangumi na kumgawa mara 2 ndani ya dakika moja. Inajulikana kwamba nyangumi ndiye kiumbe mkubwa zaidi duniani, lakini hupasuliwa katikati ndani ya dakika moja na kiumbe huyu. Giant squid ana meno makali sana yakiongozwa na meno mawili makubwa. Meno yake ni makali na magumu kiasi kwamba huwa anapasua mawe kwa ajili ya makazi yake. Na huyu ndiye kiumbe wa kwanza hatari kuwahi kutokea, kwa sababu anaishi kwenye eneo ambalo binadamu hawalitawali. Ndiyo maana ni kiumbe ambaye hafahamiki sana, ila watafiti wanasema ingetokea kiumbe huyu angeishi nchi kavu, basi binadamu wangeteketea sana. Zipo siri nyingi ambazo bado hazijaelezewa kikamilifu kuhusu kiumbe huyu. Sisi ni The Storybook News. The Storybook.